Nimefurahia sana siku ya leo ifutari ya saa ya Waislamu. Nimeona ile umoja wa Waislamu wanakuwa naye sana kama mimi Mkristo vile nimealikwa. Next time hata sisi tukua na kama hii, nimeona challenge kubwa sana hapa, na mimi kama Mkristo naitwa utii. Nitapanga hata sisi yetu huko Kivumbini wakati ya Christmas niongee na wafadhili na wengine na timu yetu ya fadhili na wengine, tuone kama pia tunaweza alika Waislamu na wengine huko kwetu, sababu juzi tulialikwa na kina Madam Susan na wengine, tukaenda futari huko Sarova, nilikaa na wazito. Leo hii pia nimeletwa hii ya Bondeni. Nimefurahia sana umoja wa Waislamu na nimefurahia sana vile muko, na hata nashukuru fadhili na wengine. Next time pia hata sisi Christmas ikifika ama Easter tutaangalia vile tutafanya, na sisi pia tuige mtindo wenu, tuite Wakristo wote na wengine wale tuko nao karibu, tualike na tukule kwa pamoja. Nimesema asante na ninashukuru sana, na hata next year tutakuja na wakati mwingine mkitualika. Okay, street iftar ya leo ni street iftar ya community, haina siasa ndani yake. Ungesema vipi kuhusu hilo? In fact nimefurahia ile moja ile tuko naye leo. Nimeona tumekuja ile siasa leo ikukua hapa, mambo ya nani wala nani huko mrengo gani ikukua, watu wamekula kwa pamoja na kila kitu. Na hiyo ndio mimi nasema hata hii siasa isitutenganishe ama itufanye nini, because kila mtu ana haki ya uchaguzi wake vile anataka. So tukikuja kwa vitu kama hii, in fact nimeshukuru Bondeni sana na iftar yenu ya community. Hata sisi metu challenge kama watu ya huko chini Kivumbini na wengine, na sisi pia kama ile community tutaungana na tukae kwa pamoja, tuone kama hata sisi tunaweza fanya vitu kama Bondeni, because Bondeni wanafanya vitu mingi kama community. Niliona ile mambo alifanya circumcision pale ile Bosek, leo nimeona ingine. Sasa mmetu challenge sana, hata sisi Kivumbini tunataka tuige hii mfano na sisi tuende tuifanye pande ile, na Mungu awabariki sana. Asante.